yangu nayemuona ni Mikoi Kisugu. Tuko hapa kwa ajili ya kuyaangazia mambo mbalimbali yanayohusu kimichezo na burudani. Kubwa zaidi ni kuelekea katika mchezo wa marudiano duru ya raundi ya pili, klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club dhidi ya klabu ya soka ya Al Masry. First round mnyama alikufa kwa bao 2-0. Hii leo tunazungumza na Mikoi Armando Kisugu. Kwema? Kwema, namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Siku ya Ijumaa tarehe 4. Takriban tumebakiwa na siku 5 tu kuelekea mchezo wetu dhidi ya Al Masry. Kama ulivyozungumza, tayari mechi ambayo tumeshapoteza ugenini. Lakini sio story tena katika upande wetu, maana yake tumeshakubaliana wana Simba, kilichopita kimeshapita. Sasa hivi tunajaribu kutengeneza kuelekea katika mechi yetu ya tarehe 9. Kwanza nimpongeze sana msemaji wetu Ahmed Ali, mmoja amekuwa msemaji bora, na kupitia kitengo chake cha habari tayari tumeshaanza leo hamasa. Naamini kwamba tutakuwa na maeneo ya Mbezi, lakini kimsingi ratiba nzuri yote ya kuelekea katika hiyo mechi kuhusu hamasa nafikiri itakuwa wazi, ili mwana Simba kuona namna ambavyo tunashiriki, ili jambo linakwenda vizuri, jambo linakwenda sawa sawa. Hili si jambo dogo, hili ni jambo kubwa sana. Hii ni vita kiasi kwamba katika dunia ya kawaida huwezi kusema katika wakati hivi sasa hii vita imeshawahi kupiganwa. Vita hii hatuwezi kuifananisha na vita ya 3 ya dunia. Ni vita ambayo tunaweza kuifananisha, ni vita ambayo waliopigana manabii wakishirikiana na maswahaba wake kwenda kukomboa katika imani ambayo watu wanaamini. Ndio vita ambayo Simba tunakwenda kupigana nayo. Ni vita ambayo haihitaji historia, vita ambayo haihitaji maneno kutoka kwenye vijiwe vya kahawa, ni vita ambayo haihitaji maneno kutoka katika sehemu za mgahawa, ni vita ambayo haihitaji maneno kutoka katika hoteli, ni vita ambayo inahitaji kwa vitendo, ili kuhakikisha kwamba Simba wanatoka hatua moja wanakwenda kwenye hatua nyingine. Niwaambie wana Simba, wako watu hawapendi kuiona hii hali. Wako watu wanaamini watafanya kadri wawezavyo kufanya ili kuona namna ambavyo hii mechi Simba wendi kufuzu. Niwaambie tu wanajidanganya. Alikuja Horoya akala 7 akaondoka. Walikuja wale wa Zimbabwe wakala 7 wakafanyaje? Wakaondoka. Alikuja Lahari wa moto akafa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Hakuna Mwarabu anayeweza kutoka salama kwa 100% katika uwanja wa Benjamin. Vipi kwa upande wa Raja Casablanca, alitoka salama? Raja Casablanca alitoka. Distance itafute miaka. Raja anakuja kumfunga Simba miaka mingapi ilipita? Simba anakuja kuondolewa na Mwarabu taifa muda gani ulipita? Na wakati huo tuliwaachia Raja walipata kwa sababu tulicheka na kima tukawaachia kula mahindi. Maana yake tulichokilima kikapelekea kuto kukipata kwa sababu tulicheka na kima. Hii mechi hatutacheka na kima, hii mechi hatutacheka na ngedere, hii mechi hatutacheza na chui. Ni mechi ambayo tumedhamiria. Ngoja niwaambie wana Simba siri ndogo tu ambayo mimi naifanyia kazi pamoja na wana Simba wengine. Wako watu 7 watu wa nyuma mwiko. Wapo. Na huku tunakuelekea nitawataja kwa majina mmoja baada ya mwingine ili watu wa Simba wawajue, tukiwaona lazima tuwaonyeshe vidole kwa ndio wale. Wako wanamume 6 mwanamke mmoja wakishirikiana. Jana wamesafiri wamekwenda Mafia. Jana wamekwenda kijiji kimoja kinaitwa Jua Kali. Waulizeni watu wa Mafia hichi kijiji kipo. Wamekwenda kwa mzee mmoja anaitwa Shamte Ramadhani Ngaweje. Shamte Ramadhani Ngaweje. Tunawaambia tucheki na kima. Na tunawaambia walichokwenda kukifuata huko Mafia wanafeli kwa sababu tunakijua. Na ingewezekana waambieni hata mbuzi waliyembeba akafia njiani akufika Mafia. Huu mwaka ubaya ubwela. Na niwaambie wana Simba, tuache maneno ya kuongea, tufanye kazi. Kwenda nusu finali sio jambo dogo. Unaposikia timu iko robo finali kwenye mashindano, maana yake kwenye bara la Afrika itakuwa zimebaki timu ngapi? 8. Unaposikia nusu finali maana yake bara la Afrika itakuwa zimebaki timu ngapi? 4. Sio jambo jepesi. Na ukitaka kulijua hili jambo gumu, nenda kauliza watani wangu nyuma mwiko. Sisi wametupa sifa kutuita mwaka robo. Wao hawajajipa jina katika mashindano ya kimataifa kwa sababu hawana sifa ya kuwa na jina katika hayo mashindano ya kimataifa. Kwa maana hiyo nataka kusema kwenye zile timu 8 bora barani Afrika wao hawataki kuwemo. Wanahitaji lakini uwezo. Juzi tu klabu bingwa barani Afrika, nyumbani kwako, hewa ya kwako, hoteli ya kwako, walinzi wa kwako, unatakiwa ushinde uchukue bilioni 2 na milioni 200. Unakwenda kushika nafasi ya 5 kwa ubora katika bara la Afrika. Waliweza? 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 Alafu leo
wanajikusanya watu 7 wanakwenda Mafia katika kijiji cha Jua Kali eti kuisababisha Simba zipate matokeo. Mnafeli mabwana. Hii Simba haizuiliki. Hii kuzuia Simba kutokwenda nusu finali ni sawa sawa kumzuia Israeli asichukue mwanadamu. Inawezekana? Si wakati wa kucheka tena na ngedele huu. Si wakati wa kucheka tena na nyani huu. Na wala si wakati wa kucheka tena nani? Na kima. Liwalo na liwe. Yako maneno mengi Mungu aliongea, lakini neno la mwisho Mungu lilobeba dunia anasema kun fayakun. Yaani akisema kun fayakun, kuwa lazima iwe. Na hii unaipata kwenye Biblia, kwenye Agano la Kale pale. Kwenye moja anasema hapo mwanzo kulikuwa kuna neno na neno alikuwa kwa Mungu. Kwa maana kwamba Mungu alikuwa anaumba kwa kutumia nini? Neno. Bwana, Mikoi Kisugu, mlima mrefu aliokuwa nao Simba kuweza kufuzu katika hatua ya nusu finali, hakuna kitu kingine isipokuwa ni goli 3 tu. Mwaziona goli 3 katika ardhi ya Benjamin William Mkapa, ardhi ya Tanzania, ardhi ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Zipo, mnaziona Simba kwenda kuipeperusha bendera katika hatua ya nusu finali ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika? Ninachoamini chini ya jua hakuna kinachoshindikana. Mnasema mna mlima mrefu. Ni kweli vilima virefu vipo katika bara la Afrika, huko Tanzania peke yake inaitwa Kilimanjaro. Mimi Kisugu nilipanda na nikashuka. Kwa hiyo hakuna kilima kirefu kisichopandwa. Mimi nilipanda mlima Kilimanjaro na urefu wake wote. Tunaamini na tunajua kweli tuna kazi kubwa, lakini tunakwenda kuitenda katika uwanja Benjamin William Mkapa. Moja ya sababu ya mechi hiyo kuwa na muhimu kwa sababu ndio tunajua kuna vitu viwili. Aidha kufaulu au kufeli. Ni sawa sawa mwanadamu naambiwa njia ile lazima upite na utakapopita mawili. Aidha ufaulu au ufeli. Maana yake kuna akili ya ziada utafanyaje? Utatumia. Brother Mwarabu anakuja kufa katika uwanja wetu. Wallahi wa billahi leo siku ya Ijumaa saa 6 nasema wallahi wa billahi Mwarabu anakwenda kufa katika uwanja Benjamin Mkapa. Tunamfunga tunavyotaka. Mwarabu tunakwenda kumgeuza kama chapati, lakini tunageuzaje kwenye chapati? Hatuwezi kumgeuza kwa maneno tu haya kwa sababu tunaongea kwenye kamera. Moja tunaweza kumgeuza kwa sababu ya vitendo. Vitendo tunavipata wapi? Viko vitu viwili. Moja kusimama katika slogan ya Simba nguvu moja, lakini ya pili kuchukua tiketi yako katika uwanja Benjamin William Mkapa. 1500 shekhe. 1500. Ule uwanja wa Benjamin Mkapa unaingiza watu 1060. Umegawanyika kwenye section hizi 2. Section ya juu kule kwenye shilingi 5000 wanaingiza watu 1040. Maana yake 60 ukitoa 40 inabaki ngapi? 20. Huku ndo anakaa mabosi huku VIP A, VIP B. Kwa hiyo mimi hapa nasema na wale ndugu zangu ambao tunokaa wote katika mzunguko. Twendeni watu 40 tukifika pale tu. Mwarabu asipofungwa goli 5 waje Mbagala Kongoe. Wanitafute. Mwarabu? Watu wale ninaosema nao wakenda kuingia watu 1040 kule juu kule. Mwarabu akikosa kufungwa goli 5, waje Mbagala Kongoe kwa Kipala waulize Kisugu anakaa wapi atanipata wafanye nilichokitaka. Lakini mmoja watemilize ahadi ya kuingiza watu 1040 katika 1500. Huku tuachie mabosi wenyewe wanajua cha kufanya nini. Yes. Yes. Sana unaziona? Yes. Kuna muda mwingine wazungu kuna neno wanatumia confidence. Leo naongea mpaka Kiingereza. Sio over confidence, ni confidence. Maana kuna confidence na over confidence. Sisi tuna confidence. Watakao sababisha Simba iende nusu finali ni mashabiki wa Simba. Na watakao sababisha Simba asende nusu finali ni mashabiki wa Simba. Sisi mashabiki ni watu muhimu sana kwenye mpira. Ni wapi hadithi moja? Kuna mechi moja tulikuwa tunacheza katika uwanja Benjamin William Mkapa. Tunacheza na Al Ahly. Al Ahly ile ya moto inatoka kucheza mashindano ya vilabu katika bara la nani kule, wanatoka Brazil. Wanatoka kucheza na Bayern Munich hiyo. Bayern Munich ile piga ni kupiga hiyo 2-1. Kocha Pisto Masomane. Tunacheza Benjamin Mkapa saa 4. Saa 4 asubuhi. Saa 4 asubuhi. Mechi ilikuwa siku ya Jumanne, siku ya kazi. Mimi nimefika uwanjani pale saa 6. Kuna mchezaji mmoja sasa hivi hayupo Simba, rafiki yangu sana, sio vizuri kumtaja, yuko nyuma mwiko. Ananiuliza blaza uko uwanjani? Nikamwambia niko uwanjani, uwanja umeshajaa full nondo. Akanambia sio kweli. Nikamwambia kweli, nikachukua video ile nikamtumia pap, akasema waambie wana Simba leo Al Ahly anakuja kufa. Hiyo Luis Mixon anapiga nchi hivi na Mbagala Kimbangulile hiyo.
Halafu kama kumbukumbu sijui kama ndio ilikuwa goli bora, sio lile kweli? Maana yake wanaonyesha kuna muda mwingine wachezaji hawa wana miss mashabiki wao wajae katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Leo tukijaa pale watu 60,000, tukapeleka vibe kwa Shomari Kapombe, tukapeleka vibe kwa Ateba, tukapeleka vibe kwa Kagoma, tukapeleka vibe kwa ndugu yangu Awesu. Lazima kwenye kichwa chao kuna kitu kitaingia, upambanaji ule, spirit yao utafanyaje? Itaongezeka. Mashabiki wa Simba tuendelee tukatimize jukumu letu. Tuachie viongozi watimize majukumu yao. Na tuachie technical bench na players wakatimize majukumu yao. Hawa watu wote tukatimiza majukumu kwa 100%. Wallahi wa billahi na Ijumaa hii Mwarabu tunamfanya tunavyotaka. Mwarabu? Tunamfanya tunavyotaka. Bwana, mimi nataka nizungumze Kisugu. Kuna miongoni mwa kauli ambazo aliongea Ali Shaban Kamwe badala ya kutoka hapo jana. Niliona hiyo video na kusema ya kwamba wao kama Waarabu wamefurahi na wako tayari pengine kwenda kushuhudia Mwarabu mwenzao akienda kuwateketeza katika dimba la Benjamin William Mkapa. Ni kauli baada ya kutoka katika kituo cha polisi, na aliambiwa kumbe huko nje kuna vitu vingi sana vilikuwa vikiendelea, lihali tu nilikosa kuviona kutokana na kwamba mambo ya sintofahamu aliyokuwa nayo ambayo yalikuwepo ndani ya kituo cha polisi. Wao wako tayari kuungana nao hao mabwana Waarabu wenzao, wanasema. Kasema Alikamwe hayo? Waarabu wenzao. Kwanza nimpe pole sana. Najua alivuliwa mkanda, akavuliwa viatu, akalala kakaa kule. Ukisikia mtu amekaa rumande akwendi sehemu ya starehe, hakuna feni kule wala TV. Pole sana kijana wangu, ndio maisha ya mchaka. Lakini niseme hivi. Hili nakuuliza wewe mwandishi. Nisaidie majibu, lakini majibu yako tutakwenda kufafanua vizuri kauli ya Alikamwe aliyozungumza. Wewe unaishi mtaani, mtaa moja au nyumba moja na bwana Kisugu. Ikatokea bahati mbaya watoto wa Kisugu wana watoto wengi, akanunua unga kilo 2, hali ya kuwa unajua kabisa unga kilo 2 hautoshi, isipokuwa watoto wa Kisugu wamekula lakini hawakufanyaje? Hawajashiba. Lakini watoto wako wewe hawajala. Nani ana sifa katikao? Sifa ni yule ambaye amekula lakini si bado tupo kwenye mashindano. Kwa hiyo Alikamwe ana haki ya kuwachagua Waarabu kushirikiana nao, wao wameshindwa, wameacha bilioni. Na mimi nataka nikwambie wallahi wa billahi, mashabiki wa Yanga wangekuwa na mtazamo vizuri, moja ya safu ya uongozi ya kina Alikamwe litakiwa shandolewa. Unasema? Hakuna mashabiki wenye akili timamu unaweza kuwadanganya timu yao katika uwanja wa nyumbani. Unacheza klabu bingwa barani Afrika, unahitaji bilioni 2 na milioni 200, alafu unakosa, alafu kesho unawaambia watu mimi naungana na mpinzani nikamsaidie ashinde. Wewe una akili timamu? Uko sawa sawa? Hawa waelezi mashabiki wasiojitambua. Kwa hiyo yeye Ali, kwa sababu ya uelewa wake, mimi naujua ana haki ya kuzungumza hivi. Lakini Yanga wenye akili timamu wataona ujamaa kweli kasema, lakini kuna shida. Na ndio maana nikasema, nawaambia wana Simba wenzangu, haya aliyozungumza Ali jana sio masiara. Na ndio maana nikasema hapo awali, watu 7 wamekwenda Mafia katika kijiji kinaitwa Jua Kali kwa mzee Shamte. Ni na madhumuni yao eti Simba asiende. Sasa mwenzako Simba iko robo. Na mmetupa jina, sisi tukibaki pale pale tunaitwa mwaka. Hivi mwaka robo unaona kauli ya kejeli au sifa? Yaani Yanga wamegundua kabisa katika vilabu 6 katika bara la Afrika vilivyocheza robo mara nyingi kuliko klabu nyingine yote, Simba ipo. Yanga akachukua jina zuri wakatuipa, wakatutoa mwaka robo. Waambeni asante, jina tumelikubali na tunalipenda. Vipi nusu mwaenda sasa? Inshallah. Shekhe, mimi nimeapa mbele ya Mungu. Hakuna namna kumzuia Simba asende nusu. Haipo. Mechi ichezwe mchana, mechi ichezwe usiku, mechi ichezwe juani, mechi ichezwe kwenye mvua. Sisi kwenda lazima. Msemaji wetu katumia kauli kwamba mara hii tunavuka. Lakini moja ya kuvuka nimesema, sio maneno, tunahitaji kuvuka kwa nini? Kwa vitendo. Unajua niliwahi kusema jana, wewe siku moja achukua kioo kikubwa kile ambacho unaweza kujiona, kakiweke nje. Alafu chukua mchele katika kile kioo, mwagia pale. Ukishamwagia ule mchele, weka kioo mbele yake, mwagia mchele. Alafu muombe Mwenyezi Mungu wa kwanza kuja ule mchele awe jogoo kuchi. Anakula ule mchele. Kuchi akijiangalia wakati anadonyoa anajiona kabisa kwenye nini? Kwenye kioo. Basi kuku anaweza kuna muda mwingine akataka kumfukuza mwenzake asili, anaenda kupiga kichwa kioo. La. Mikoi, mimi nataka nimalize na hili. Kumbe rafiki yangu kucheza katika mashindano ya kimataifa raha. Sasa hivi wakikaa wanahadisiana wenyewe. Simba kaubonda kweli, kufungwa bahati mbaya tu wanasema.
Wanasema. Na wanajua wenye akili timamu. Wapo kwa sababu haiwezekani wote wafanane. Wanajua Simba anakwenda nusu finali. Wapo wenye akili timamu wanajua Simba anakwenda nusu finali. Wapo. Bwana Mikoi, nataka tuzungumzie hili na pengine labda nikiweka nukta hapo. Kukosa kwa magoli kwa Lionel Christian Ateba Mbida baada ya mchezo dhidi ya Al Masry, kocha Fadlu Davis alizungumza na kusema ya kwamba anamwamini sana Lionel Christian Ateba Mbida kama mshambuliaji mwenye madhara anapokuwa akielekea katika lango la timu pinzani. Lihali kosa zake zinamfanya sasa kwenda kumwamini Stephen Dese Mukwala kwa dakika kadhaa alizoingia, zinaonesha kwamba kuna kitu ambacho amekwenda kukionyesha dhidi ya Al Masry. Pengine labda kauli hii kwa kosa kwa Lionel Christian Ateba Mbida ni dhahiri shahiri. Mchezo kabla wa Young Africans kucheza mkaamua kujifunga wenyewe kupitia Kevin Kijiri na kuingia sokoni kwenda kutafuta striker ambaye ndiyo Lionel Christian Ateba Mbida, amekwenda kuziba lile pengo ambalo mlikuwa mkiwish wana Simba kuliona. Simba kwenye level alofikia hapa ya robo finali ya shirikisho wa kupigiwa kula. Tulifika kwa uwezo, kwa maana yake tulikwenda tukashinda. Masweka gani tuliotumia mpaka hapa alotufikisha? Ateba yumo Simba aliwavusha kuingia makundi. Ateba yumo Kwa hiyo mwalimu kwenda kuzungumza hivyo, maana yake ni mwana taaluma, anakwenda kuzungumza kwenye taaluma yake. Mimi na wewe muongeaji, wewe mshikaji Mike, maana yake tumheshimu mwalimu kwa taaluma yake alifanyaje? Aliyezungumza. Kwa sababu mwalimu kuna muda anaweza kubadilisha kwa mchezaji wake, baya kwa mchezaji wake likaenda kuwa zuri na zuri likawa zuri zaidi. Kwa sababu yeye ndo anabaki kwenye kiwanja cha mazoezi. Sio? Na kuna muda mwingine mwalimu kitaaluma hiki, kwa fikiria tu akili ya haraka au akili ndogo, muda mwingine mwalimu ana uwezo kutengeneza psychology ya wachezaji wake, kuona namna wanakwenda kumpa kile kitu ambacho mwalimu afanyaje anachokihitaji. Sumela vizuri. Kwa hiyo mimi dhani amezungumza mwalimu, sina mashaka naye. Kikubwa mimi kama Kisugu ni kwenda kumuunga mkono na kwenda kumsupport katika kile ambacho anachokipambania juu ya timu yetu. Vipi? Namwalika mama aje kuona Simba akifuzu nusu finali. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mama alowekeza zaidi ya bilioni 350. Dodoma Stadium imeshaanza sasa hivi. Natengenezwa ngome imekaa sawa. Unajua kuna muda mwingine hatuhitaji kumwambia mama njoo, isipokuwa mama yeye mwenyewe anajua kwamba kuna shughuli inakwenda kufanyika tarehe 9. Moja akijua wawakilishi pekee katika mashindano ya kimataifa ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni Simba Sports. Mama mwenyewe anajua mwakilishi pekee alobaki kwenye mashindano ya kimataifa kwenye nchi 9 za Afrika Mashariki na Kati Simba. Jambo hilo kuna sababu ya mama kumwambia. Mama anajua mwenyewe. Isipokuwa kuna michezo mama anaambiwa. Mama leo kuna mtu kaita fujo, kamata weka ndani. Mama anaambiwaje? Kaka ukikaa kule kubaya. Sikiza hivyo story tu. Sisi Wandengereko na Wazalamo ikatokea bahati mbaya. Ukaenda kule ukarudi, cha kwanza natafutwa shehe kukuombea, kukuondoa nuksi. Maanisha kijana ana nuksi. Inawezekana ukaingia kule, ukatoka kule, basi mambo yako yote kwenye dunia yakafanyaje? Yakapotea. Lakini niwaambie sana wana Simba, tayari muda wa hamasa umeshaanza. Hivi nazungumza watu wanaelekea Mbezi. Kwa bahati mbaya mimi na sababu ambazo ziko nje na uwezo wangu nimeshinda kujumuika leo na wenzangu, lakini inshallah niendelee kumuomba Mwenyezi Mungu akiniamsha salama kesho na afya njema, nitakuwa na wenzangu katika swala la hamasa ili kuhakikisha kwamba mipango ya Simba, taratibu za Simba zinakwenda kutimia. Lakini yote kwa yote kuna jitihada, kuna kudra. Sisi kama wana Simba, jitihada inatakiwa kwamba tufanye, inatakiwa tupambane. Nimesema tokea jana na nitaendelea kusema. Hii vita huwezi kuchagua silaha ya kubeba. Unabeba silaha ambayo unaamini kwamba silaha hii inaweza kwenda kunipa matokeo mazuri. Ukiona nikichukua kitunguu, nikiruka mguu mmoja njokoe, nikiweza kuchukua karatasi kulichana kulitupa nje, Simba itapata matokeo, basi ufanya. Na niwaambie tu, wale walokwenda Mafia wanajisumbua. Ubaya. Shukrani sana. Asante, niwashukuru sana.